I ask in the name of Jesus, none will be offended by what, but ask by what we flow of grace and favor. I worship you if you have me. All the Spirit of God, take preeminence in service. I thank you for this hand of fathers shall be great. Like child to capacity. Lord, His eyes should be to capacity. Lord, many ways shall receive from you. Their lives shall be transformed. I thank you if you have me. Thank you, mighty God. Thank you, King of Glory. We worship. Thank you, Holy Lamb of God. Oh, I thank you and I bless your name. See all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Somebody shout amen. Amen. And God is able. Want to go? And God is able to make all grace abound towards me, that I, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Amen. Glory to God. Takuwa sehemu yako mwaka huu na mwezi huu. And Joshua want to go study this book of instruction continually.
to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. Amen. Glory to God. Asante kwa wewe ambao umefika. Bwana kubariki sana. Wewe ni shujaa, unaenda mbali. Pigia Bwana makofi kwa ajili ya shujaa. Na pia napenda tupigie mashujaa wengine wanakwaya hapa wa kimataifa wanaenda mbali, wapigie makofi mazuri sana kwa sababu ni wa kimataifa. Hiyo si neno tunasema, shall come to pass. Amen. Na wewe pia ni wa kimataifa, unasikia neno na Bwana anakupeleka mbali. And I want us to honor the grace of God upon our parents, Papa Wilfred and Mama Rita. Tuweke makofi yetu pamoja. Kisha naomba tuketi vizuri, tushiriki neno la Bwana pamoja. Tuketi vizuri, tushiriki neno la Bwana pamoja, na Bwana atabadilisha maisha yako kabisa. Esther chapter 4. And when Mordecai, verse 1, when Mordecai perceived all that was done, Mordecai rent his clothes and put on sackcloth with ashes, and went out into the midst of the city, and he cried with loud and bitter cry, and came to Bel, and it came even before the gate, and none might enter into the king's gate clothed with sackcloth. Verse 4. So Esther maids and chamberlain came and told her. Then was the queen exceedingly grieved, and she sent raiment to clothe Mordecai, and take away the sackcloth from him, but he received it not. Verse 17. So Mordecai went away and did according to Esther, and commanded him. May the Lord bless the reading of his word. Amen. Bwana bariki somo kwa neno lake. Amen. A fast that brings the results, ama mfungo ambao unaleta matokeo. Kwa nini nimetamani ama nimechochewa kufundisha kuhusu pray and fast, sababu leo ni siku yetu. Wednesday ni siku ya kufunga na kuomba kwetu 24 hours. Ningependa nikuonyeshe jinsi ya kufunga ili mfungo utakuwa just active, utafunga na utapokea matokeo. Kwa maana mara nyingi watu hufanya mambo na ikawa mzigo, ikawa ni kufunga, lakini ni pade ambayo amebeba na itamfaidi, sababu amefanya, sababu wengine wanafanya. Lakini angalia hao ambao we do it right. Maandiko yanasema kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa ni Mordekai. Na huyu Mordekai alikuwa ni Myahudi. Huyu Myahudi alikuwa kwa nchi ya ugenini. Alikuwa ni mateka pamoja na wengine. Na maandiko yanasema kuna mpindi mwingine ambaye alikuwa ni Esther, ambaye pia ni kama ukielezea inasema he grew as on daughter, lakini utapata cousins. Na kwa hivyo ni kwa sababu gani? Anasema wazazi wake walikuwa hadi wako na wazazi huyu Esther. Lakini sikia, wakati mwingi tunaweza tukawa mahali ambao hatuelewi, ama mahali ambao ni tatanishi, ama mahali ya majina ambao ni ngumu. Lakini nimekuja kukuambia kama kwa hali ngumu ama njira ambao ni tatanishi ama ni mazito, hiyo si mwisho wako. Mwisho wako ni mkuu. Huyu Esther ambaye alikuwa ni msichana mdogo, tunaambiwa alikuwa ana wazazi, na isitoshe ana wazazi pia ako kwa nchi ya ugenini ya utumwa kama mtumwa, lakini mwisho wake haukuwa uishie akiwa mtumwa. Maandiko yanasema ikafika wakati na mfalme, kwa mambo mengi, unajua historia utasoma, akahitaji kuwa na mke mwingine. Sawa, yule kwa kwanza alipuuza ama aliteleza kutoka nafasi yake. Kwa nini alifanya hivyo? Sababu nyingine, another was to take her place. Na maandiko yanatuambia kwamba huyu Esther akapata kibali katikati ya wenyeji na wale ambao ni wengi, akapata kibali. Sasa nikuambie jambo, hata kama hali inakaa na kwamba mambo inakaa kama inaweza fika mwisho, unaweza ukapata kibali. Na nikajua jambo, huyu Esther kuna mambo alikuwa anajua ya kusababisha kibali kiwe juu yake.
Na tunayaona hapa chapter 4 kwamba wakati Mordekai ambaye ni mgeni Myahudi, pia attention here sawa itakuwa short, ametambua kwamba wamepangiwa kumalizwa. Ni kwa nini wamemalizwa? Wanaambiwa kumalizwa sababu ya imani yao, sababu ya jinsi alikuwa amejua kumtumainia Bwana, kwa sababu alikataa kukaa kwa compromise, alikataa kuconform to the world system, na akaamua kukaa jinsi ambavyo alijua Mungu wake. Na kwa hivyo ule ulimwengu ama wale watawala walikuwa pale, ama akasema hii ni madharau, watu wote lazima wajue na wafanye jinsi ambavyo anahitaji. Lakini huyo alijua Mungu wake na akasimama hodari, akasema mimi ni Myahudi, siwezi nikafanya kama wengine. Na kwa hivyo Amani akasema atawaua wote Wayahudi mahali wao, atamuua huyu na wale wengine ili kuwafunza, na akafanya mambo yote ambayo alifaa ili siku ambayo ilikuwa imetengwa malizo. Lakini angalia maandiko yanaanza kusema wakati Mordekai alijua hivyo, in fact nasema alikuwa anakaa kwa geti. Maisha yake yote alikuwa anakaa kwa geti ya kuingia kasi. Na wakati alijua kwamba kuna sheria imeandikwa, wakati alijua kuna sheria imewekwa sahihi na mfalme ili Wayahudi wote wamalizwe, maandiko inasema alivaa mavazi ya magunia. Ukisikia mavazi ya magunia jua ni mfungo. Haleluya. Amen. Alijua msaada wako unaweza ukatoka kwa Bwana. Alikama hii jambo lolote mfalme akiweka sahihi ni sheria, lakini Bwana anaweza fanya jambo, na akavaa mavazi ya magunia ya ishara ya kuomboleza, ishara ya kumtafuta Bwana, ishara ya kuomba na kufunga na ashes. Na maandiko inasema mahali popote alitembea kulikuwa na kelele ya kilio na sauti kubwa wakililia msaada ili Bwana aonekane. Nimekuja kukuambia mpendwa, usikae na hali yako kwa comfort zone. Mulilie Bwana, anaweza akafanya jambo. Mwendee Bwana kwa kufunga na kuomba, anaweza akafanya jambo. Anasema the weapons of our warfare are not carnal, they are mighty in God. Bwana amekupea silaha ambazo ziko na uwezo, na mmoja wapo ni kufunga na kuomba. Unaweza ukabadilisha hata ile ambayo imekusudiwa. Unaweza ukabadilisha appointment of death kama vile Wayahudi walikuwa wamepangiwa, ukitumia kufunga na kuomba. Au uhitaji capital, ndio niambia watu, uhitaji fare ndio ukiomba maombi yaende mbinguni. Mungu amekupea the weapons of free, unaweza ukafunga na ukaomba. Lakini wapendwa, wakati nafika mbinguni tutakuwa na challenge kubwa. Tutatokea pale useme ilikuwa nasumbuliwa na wewe, useme ulizwe hivi ilikusumbua miaka yote. Esther na Mordekai wasimama pale akwambie sisi tulikuwa tumepewa siku 3 za kuishi. Tulikuwa tumepewa tulichukua siku 3 kubadilisha death sentence. Na wewe ama mtu ambaye ni wa 2026 karne ya 20 halingangana na jambo ambalo alikuhusu kifo miaka na miaka. Chukua siku 3 uombe, ufunge, umalizane na mambo mengine. Chukua nafasi ufunge, umtafute Bwana kwa bidii, ubadilishe mambo. Usiendelee kubebana na kitu ambacho hakina umuhimu, unaweza kumalizana nacho. Lakini nini natufanya hivyo? Sababu ya comfort. Mwili unapenda comfort. Lakini Yesu alijapa. Andiko linasema when you grow restless, you shall break the yoke. Inahitaji kufika mahali useme hii hali siwezi nikaendelea nayo. Huu masikini huwezi ukafuata jamii yako tena. Siwezi nikaendelea nao mwaka mzima tena. Siwezi nikaendelea kulia mwaka tena. Na unachukua siku, na si siku tu ya kuomba kiolela. Unaomba kwa bidii mpaka upokeje. Challenge nyingine wapendwa ni kwamba tunatenga muda wa kuomba kweli, lakini hakifunga aombi. Amefunga akapitisha wakati. Lakini ni jambo ambalo unafaa itoke kwa moyo wako. Ukifunga unaomba kweli. Unafunga unakesha ukiomba. Napenda wale ambao wanakesha hapa kama leo wakiomba. Wanakaa sasa, lakini Petro amefunga. Unajua kufunga is deny yourself pleasure to seek God.
unaacha chakula na jambo lolote ambalo lina activities nyingi, ni pleasure kwako. Unamtafuta Bwana, una focus on God, naye Bwana anakuongelesha, anakupa mwelekeo na anakupa uwezo wa kutoka kwa ile hali ama kufanya kile ambacho unahitaji. Lakini angalia wapendwa, wakati tunasema ni kufunga, anafunga, lakini wakati amefunga anakuwa amebadilisha tu mfungo na mambo mengine. Ako busy, ako very busy kufanya mambo mengine. Ule wakati ambao ni wa kutafuta Mungu, ndio ako kwa simu nyingi, ndio ako kwa maybe watch, sijui ana watch TV za wengine wanakula. Lakini huo ni wakati wa kuingia kwa neno. Wakati wa kufunga ni wakati wako wa kujijaza na neno na kutafuta Bwana anasemaje. Ni wakati wa neno zaidi, ni wakati wa kula neno kwako, na ni wakati wa kuomba. Ni neno na kuomba, those should be the priorities. Ni neno na kuomba, neno na kuomba. Usireplace nini na kitu kingine yenye ina muhimu ya tano. Ni neno na maombi, kusikiza na kumeditate, kusoma neno, kuitafakari na kuomba na kusikiza Bwana anasema nini. Ndio hapa anasema I will stand at watch to hear, to see what God will say concerning my case. Kuna kungonjea mpaka usikie. Na kwa hivyo si majira, na baada ya yote mpendwa, unapata naangalia tu wakati umefika wapi. Badala ya kuangalia wakati, mwambie Bwana, kama ningekuwa na hiyo neema ya kuomba out of 24 hours niombe hata 10 ama 15 ama hata 20. Isiwe ni 24 hours na total prayer hours yako ama yale masaa umepata nafasi ukawa mbele ya Bwana ni masaa mawili ama ni lisali moja. Utakuwa umefeli. Utakuwa umeomba na uonekana kwamba Bwana si mwaminifu. Hata wewe ukaenda kazini out of 24 hours umefanya kazi wanao ama 2 hours, matokeo itakuwa kiasi gani? Kwa hivyo ni wakati wa kumimina roho wako kabisa. Mpaka wakati mwingine Mungu anashangaa, huyu mpendwa anatokea wanao hata jaisha na ameenda, anafikiri sasa nimejibu. Mungu anataka kukurudisha kwambie tare. Lakini naomba Mungu atuwezesha kwamba utapatikana, utaongeza nafasi yako ya kuomba. Usikuwe mwepesi sana wa kuondoka kwa uwepo wa Bwana. Usikuwe mwepesi sana umefunga na hata kabla hujamaliza, hata hoja hazijafika mbinguni wewe umeacha. Danieli alikaa siku ya kwanza mpaka 21 days ndio anaambiwa maombi iliachiliwa mwanzo. Lakini kama angeondoka mara ya kwanza angekosa jibu. Angeondoka na akatae, lakini alikuwa anaomba apokee matokeo. Naona kuombea kwamba utaomba upokee matokeo, na kwa kuomba upokee matokeo kuna kungojea mpaka upate. Wazaburi alisema I waited on the Lord. Nilingojea Bwana kwa bidii mpaka akaninua out of very clay, kutoka kwa shimo la uharibifu. Hasemi nilingojea Bwana na kabla hajakuja nikajiondoa. Aligojea kwa bidii mpaka Bwana akamuondoa. Na wewe kwa maombi na kufunga ni kungojea kwa bidii, ni kuomba zaidi, ni kusoma neno, ni kumeditate the word mpaka izalishe jambo. Isije tu umefanya na ikapita, na sababu tumeona haifanyi matunda, hata wengine hawaifanyi tu anaipuza. Lakini hata nikuonyeshe jambo, ukijua hivyo hata utangojea hii, utapanga yako mwenyewe. Ukijua kuna mambo mengine, soma hii, kuna mambo mengine kwa maisha yako hata ukiondoa na nani, ni wewe uko na ufunguo ya kubadilisha. Amen. Kuna mambo mengine kama utachukua nafasi yako wewe mwenyewe uyaombee na ukiyafungia, yatakufuata as long as you live. Lakini kuna mengine utayamatisha wewe sababu ya kuamua. Amen. Siongelele just kufunga kwa siku ya leo. You can go extra. Unaweza ukaenda siku 2-3 depending na kile unapambana nacho. But as long as you are comfortable with kile ambacho kinakuwa
Na wajua wakati mwingine hatuoni kile ambacho tunapambana nacho, lakini nimekuja kukuambia jambo lolote ambalo ulipendi kwa maisha ama jambo lolote ambalo umetamani hajatimia, there's something you need to fight ili ufikie kile ambacho unahitaji. Watu ambao ni wa hatima lazima ni watu wa kufunga na kuomba. Huyu Mordekai alikaa kwa kiti, lakini wakati ambao maisha yalihatarishwa, ilichochea jambo sija. Mambo mengine huwa yanatokea si kwa sababu yanakuja kumaliza. Huyu anakuja yachochee kile kiko ndani yako, ndio ukifanyisha kazi ifungua hatima yako. Amen. Mordekai alipoanza kufunga na kuomba, hiyo ilikuwa ndio tiketi yake ya kuvunja the forces ambazo zilikuwa zimemzuia, kuvunja minyororo ambayo ilikuwa imemfunga kwa gate, na kutoka kwa gate elevation up to the second highest rank ya vice president, deputy president bila IEBC. Why? IEBC yake kufunga na kuomba. Lakini nini kimemchochea? Wakati ako kwa comfort amekaa pale kwa gate, lakini wakati amechukua hatua na akampingana Bwana, Mungu akajua kumbe hatima yako. Mungu akajua you know, sasa umejua wakati umenitumainia naweza, wakati umejua mambo yakifika mwisho. Angalia hapa mpendwa, this is a national matter, si jambo ambalo linahusiana mtu mmoja, ni kitaifa. Ni watu wote wa taifa lote wametishiwa, lakini wakachukua hatua. Ni hatua gani wamechukua? Si kwenda kotini, si kwenda kwa mfalme. Mmoja ameanza kufunga na kuomba, na kisha baada ya kufunga na kuomba akatumana kwa Esther, akamwambia you are in the kingdom such a time like this. Akamwambia usi nini, akamwambia yale mambo yametendeka. Lakini maandiko yanasema wakati Esther alijua, aliambiwa your uncle amevaa mavazi ya magunia, alimchukulia nguo za kifalme nzuri. Ukiona nguo inapeana na kweli, usifikirie ni ya mtushi, si ya kwawe, nguo nzuri. Na alipopewa alizikataa. Sikia mpendwa, wakati umeamua kupokea jambo fulani, hautachukua substitute. Glory to God. Amen. Kwa pamoja Kabisa. Hautapokea substitute. Utapokea the exact kile ambacho Bwana unahitaji kwa moyo wako. Sababu kama angechukua mambo mengine yanakuja to test your faith, yaonekane kana kwamba je, kile ambacho aliona kama ni manguo ana ndio avae manguo ya magunia. Kuna kile ambacho alikuwa anatafuta. Kwa hivyo hata akipokea nguo na angamii itamfani, akakataa zile nguo na akatumana, akaelezea ni nini haja ya moyo wake, mpaka Bwana ajue haja ya moyo wake. Na akaambiwa, Esther akasema I don't know nothing about it. Siwezi enda kwa mfalme kinyume na taratibu, mambo vile yalivyo mpaka that day is over. Sasa ni kuonyesha jambo, ulimwengu uko na jinsi ya kupanga mambo ama systems of the world kuhakikisha wale wa Mungu wamepanga, wamefungika, hawana nafasi ya kuescape kwa vyovyote vile. Ilikuwa imepangwa kiasi kwamba huo muda hakuna mtu ambaye anaweza akaona mfalme. Mfalme akiweka sahihi huwa ni sheria. Kwa hivyo kwa vyovyote vile, based on the understanding of men, these people have to die. It's nothing else. Lakini kuna kitu moja hawakujua. The power in the prayer and fasting can change anything. Amen. Amen. Maombi ya kufunga na kuomba inaweza kubadilisha jambo lolote. Anything, hata maisha yako, kwa familia yako. Maombi ya kufunga na kuomba. Na walipofunga na kuomba, Esther alipoambiwa akaambiwa usidhani kama hata wewe utaponea sababu uko ikulu. Akaambiwa if you keep silent, help will come from your soul. Msaada utatoka kwingine. Kwa maana kile ambacho tunafanya sikia. Mordekai anamwambia kile ambacho nafanya lazima kilete matokeo.
Yule ambaye naomba lazima kuwe na matokeo, lazima nipate suluhisho. Na kwa hivyo kama itatoka, kama utachukua hatua ni sawa, usipochukua hatua pia msaada utaonekana. Kwa lugha nyingine, si wewe tunaangalia, our eyes are on God. Kila wakati ukifunga na kuomba, you put your trust in God, total trust. Na kwa hivyo ukimtumainia kabisa, he responds. Sikia hapa, pendo. Maombi ya kawaida inaweza ikakawia, lakini hakuna maombi ya kufunga na kuomba yenye wenjibiwi kama umeomba kwa njia sawa. Acha nirudie tena. Maombi yote ya kufunga na kuomba ukiomba sawa sawa na moyo mmoja, yote huwa yanajibiwa. Kila mara watu wakijiweka kufunga na kuomba, huwa kuna matokeo. Haiendani bure. Na ukijua hivyo hautakuwa unaomba. Ukiona imepita tu, maybe hujapata matokeo, jiulize uliomba ama umepitisha just time ama activity. Sababu hakuna maombi ya kufunga na kuomba. Mungu mwenyewe ndiye ameita watu to pray fast. Na anawaambia when they are in distress, wakati wako na sababu, lazima uwe na kitu ambacho unaombea. Si kusema naomba Mungu leo na kufunga kwa raha zangu. Kama ni kwa raha zangu nasema if anyone be merry, let him sing psalm, let him rejoice. Si wakati wako kwa kufunga. Lakini ukifunga kuna njambo unaombea. Na mwaka tunaombea our economies, our families, ministry na yale mengine hapa. Amen. Amen. Kwa hivyo Esther alipoambiwa akasema sasa the only thing we can do, endo mwambie akusanye Wayahudi wote waniombe na kufunga siku 3. No food, no water. Na mimi and my mates will also fast likewise. Taka nimalizie hapa. Huyu Esther hapo kwa ufalme, chakula kiko pale kwa wingi, akosi chakula chochote. Huyu Esther amesema atafunga siku 3 bila maji na bila chakula. Unaona huyo kama ni mtu anaanza fasting ama alikuwa ameifanya awali? Ni kwa nini anasema hili nikitokea mbele za mfalme kinyume na taratibu, sababu ndio the only way nipate kibali. Aya. Huyu Esther aliingia ikulu by the reason of favor. Aliingia kwa kazi sababu ya kibali, na alijua jinsi ya kutika ama kusababisha kibali kiwe juu yake. Alijua moja ni prayer fasting. Na sasa hapo awali atuambiwa alifunga na kuomba, but I can assure you she did. Ndio kusababisha akapata kibali. Lakini hapa round 2 ameanza kuonyesha siri yake ilikuwa nini. Anasema mimi mwenyewe nitafunga na kuomba siku 3 bila maji, bila chakula. Na pia wale ambao ni my mates watanifungia also. Na akawaambia na nyinyi pia mfunge na kuomba siku 3, munifungie ili nikitokea kibali kiwe juu yangu. Sababu msaada wenu nikitokea nikipata kibali mmefaidi. Na they did, maandiko inasema Mordecai did as Esther commanded, ama as Esther said. Akakusanya watu wakamuombea ili akitokea apate kibali. Wakafunga siku 3. Hebu tuangalia. Hao watu wanafunga siku 3 bila maji, bila chakula. Na wanafunga sababu ya Esther. Wanafungia Esther sababu wamejua kama atafaulu, sisi tumefaulu. Lakini wewe Mungu amekupea open check. Na hizo siku 3 wewe unaweza ukaamua siku yote ule wakati unataka. You can make your own as fast. Kama pia ni ngumu, lakini ni ngumu, but it is doable. Inaweza ikafanyika, unaweza ukafanya. Depend na yale mambo unapambana nayo. Lakini kama ufanye hayo kwa njia moja ama nyingine, usishindwe na hii ya 24 hours. Usitoe sababu useme, mimi niko hivi na hivi. Mara nyingi watu ukaa alimoja sababu kila wakati hapo na sababu ya kukaa pale.
Kimwambia mbona, do you want to be healed? No. I have no man. Kwa lugha nyingine anamwambia hapana, naweza penda lakini sina mtu. Ako na sababu why haijatendeka. Lakini imekuja kukuambia weka sababu zote kando na usababishe mambo yatendeke kwa maisha yako. Weka sababu zote kando na utamatishe mambo ambayo yanaleta aibu kwa maisha yako kupitia kufunga na kuomba. Weka ni sababu vyote kando na usababishe mambo yabadilike kwa wema wako na watoto wako na jamii yako yote, sababu utasimama kuwapigania na kuombea na kuwafungia. Amen. Amen. Esther akamwambia wakusanye waniombee siku 3. Hakuomba siku nyingi. Hata wengine hapa umesikia utaomba tu na kufunga siku 3 na mambo yako yatabadilika kabisa. Mengine ya kufuata miaka na miaka yataisha. No, as you pray and fast, kile kinatendeka ni kwamba unasikia Mungu, na Mungu akikupa maagizo na ukiyafuata, hata mambo mengine kwingine, minyororo mingine inavunjika. Protocols become irrelevant. Hakukuwa na protocol ambayo ilikuwa inapea Mordekai nafasi ya kufanyika kiongozi, lakini sababu haya kufunga siku 3, mpendwa, acha nikwambie. Maandiko yanasema alikuwa amefunga na kuomba, ndio, ama alikuwa amevaa mavazi ya magunia, ndio Esther ajue. Na alipojua akamwambia sasa siku 3 kusanya watu. Kwa hivyo hata kabla angekusanya yeye alikuwa ametangulia. Walifanya kufuata. Lakini angalia mahali ilimfikisha. No process, mambo yamefunguka. Funga na kuomba inafungua hatima yako. Amen. Nasema maombi ya mfungo na kuomba itafungua hatima yako. Itafungua jamii yako. Baba, kwa jina la Yesu Kristo nakushukuru. Saidia watu wako na warehemu. Ukatupe nafasi Bwana kutokea mbele zako na tukaone baraka zako za ajabu siku ya leo. Hata tukijaribu kufunga na kuomba, naomba matokeo makuu yakaonekane. Kwa jina la Yesu Kristo na kuamini. Amen. Amen. Omba chukua sadaka yako nzuri, tumwabudu Bwana siku ya leo. Sisi wote ni watu wa fungu la 10. Huko kama uko na fungu lako la 10, M-Pesa paybill number 9970, account to A Nyali West. Tumtolea Bwana atakubariki. Inua sadaka yako mbele za Bwana. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, bariki kila mmoja wetu tunayempaka. Pasiwa ambaye atakuwa maskini, pasiwa ambaye atapungukiwa Bwana. Siku ya leo na hii juma yote tukaone wema wako kwa jina la Yesu Kristo na kuamini. Amen. Tolee Bwana. Kama uko na special seed fungu la 10 utaleta hapa leo. Number 2, siku yetu ya kufunga leo na kuomba. Na huwa natia watu moyo, patikana maximize on it. Uombe mchana kama kumjiti na usiku uje. Kisha hapo ukimwomba Bwana, ukimlingana Bwana nayo mambo yote ambayo unahitaji afike mbele yake, na wewe utapokea, atakujibu kwa wazi. Amen. Na namba 3 tuko na ibada jioni.